Utakapohisi dalili hizi, naweza kabisa ikawa ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Kwa wewe mwenye changamoto ya kisukari, dalili ulizokuwa nazo nadhani unazifahamu, lakini kuna watu tayari wameshapata tatizo la kisukari lakini hawajui kwamba dalili zile ni za ugonjwa wa kisukari ama tatizo ni nini. Lakini anaendelea kuishi hivyo siku baada ya siku na hajaenda kufanya vipimo mpaka apate mtu amshauri kapime, au aende hospitali daktari amshauri pima na kisukari, ndio atambue kwamba yeye tayari ameshaingia katika ugonjwa wa kisukari. Kwanza, ugonjwa wa kisukari, unapokuwa na ugonjwa wa kisukari, dalili za awali ambazo unaweza kujitambua kwamba huu ni ugonjwa wa kisukari ni kujisaidia haja ndogo nyakati za usiku mara kwa mara. Lakini pili ni kutokwa na jasho jingi nyakati za usiku mara kwa mara, pia ina kuashiria kwamba wewe una changamoto ya kisukari. Lakini pia unapotumia vitu vya kisukari, sukari ndio inapanda zaidi na kuweza kuhisi kizunguzungu ama kuhisi macho kuwa hafifu. Kuna wakati mwingine unahisi kuwa unachoka sana, maumivu ya mwili, unajisikia kuwa haujafanya kazi yoyote lakini kuwa unachoka sana. Sasa unajiuliza ni kazi gani niliyoifanya, mbona nimechoka hivi? Lakini kumbe haujui, kwa sababu tayari umeshatumia vitu vya sukari na sukari yako imepanda bila wewe mwenyewe kutambua. Lakini utaposema ngoja nikapime malaria, daktari atakushauri pima na sukari, ndio inapokuta sukari yako ipo juu. Kwa hiyo baadhi ya dalili unapoziona usipuuzie, wahi mapema katika kituo cha afya ili kuweza kupata huduma ya vipimo na kuweza kutambua changamoto inayokuashiria kwa haraka zaidi ni kitu gani, ili isiwe ni changamoto kubwa baadaye. Kwa sababu kama tayari una umri wa miaka 30 na kuendelea, maanake kwamba umeweza kupata sukari, maanake hiyo ni sukari type 2. Na sukari type 2 mtu inapomkuta dalili huwa ni chache, lakini mtu anashindwa kuamini kwamba hii ni sukari. Sasa dalili zinapoanza kujitokeza, dalili kama hizo, wahi mapema kuweza kupata vipimo, lakini pia wahi mapema kuweza kupata tiba ili kongosho yako ianze kutoa ile homoni ya insulini katika viwango vinavyohitajika. Kadri unavyoendelea kuchelewa kupata tiba ama kupata dawa ya kisukari, ndivyo kongosho yako inavyoendelea kuathirika. Sasa kuna hizi dawa ambazo nakuelekeza hapa. Dawa hizi unaweza kujiandalia wewe mwenyewe kama huduma ya awali wakati tayari umegundulika una changamoto ya kisukari. Aloe vera mnaifahamu sana, tunaifahamu sana aloe vera. Baada ya aloe vera kuna majani ya mnanasi. Yaani ule mti wa mmea wa mnanasi, yale majani yake. Chukua yale majani ya mnanasi, utayakatakata, na aloe vera pia utazikatakata, kisha utachemsha pamoja. Wacha ichemke takribani dakika 20. Baada ya hapo utachuja vizuri yale takataka ya mnanasi pamoja na aloe vera utatupa, lakini yale maji yake utakuwa unakunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni kila siku kwa kipindi cha siku 15 mpaka 20. Hii itakusaidia sana kuweza kupunguza sukari yako, kwa sababu inakimbilia moja kwa moja katika kongosho ili iweze kutoa ile homoni ya insulin na kuweza kubalance viwango vya sukari. Itakusaidia sana. Chukua hii tiba, ni bora na ni nzuri na ni zaidi sana. Mimi ni mtaalamu wako, ninakushauri kila siku. Zipo dawa tayari ambazo tumeshaziandaa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto zinazokusumbua mbalimbali. Hivyo wakati wowote unaweza kanipigia simu kama unahitaji hizo dawa. 0704300300 0752163838. Nipigie simu niweze kukupatia tiba popote pale ulipo ili uweze kuwa katika hali nzuri. Sukari ni ugonjwa mbaya sana. Watu wanakatwa miguu, watu wanakatwa vidole, watu wanapoteza mikono kwa sababu ya changamoto ya sukari. Kutakia siku njema.